Annenberg alipendelea utu na huduma wake. Kunradhi, wakati Malkia wa Uingereza alitalii Marekani kumwona Rais Reagan kule California, alipendelea utu na huduma yake Annenberg akibarizi kwa makao yake Palm Spring Estate. Annenberg alimpeleka malkia huyo kutalii mazingara yale. Aliwaambia wanahabari siku fulani, alipendelea muonyeshe malkia maisha ya kawaida ya raia wa Marekani. Walimaka kwa haya maneno sababu Annenberg mwenye mali vile aliishi maisha tofauti na raia wengi wa Marekani. Cha kujifunza hapa ni kuwa usuli wa familia yake Annenberg haijagusana na rais wa Reagan ama familia ya malkia. Babu yake Annenberg aliingia Marekani kutoka Prussia akiwa na watoto 11. Waliishi wote kwa chumba kidogo kule Chicago. Kati ya hao ndugu 11, mwenye aliegemea kuwa mjasiriamali, yani entrepreneur, ilikuwa Moses, babake Walter Annenberg. Alikuwa anatega samaki pale Lake Michigan kuwalisha ndugu zake. Katika maisha ya halafu, Moses alianza biashara ya familia yake kuchapisha magazeti. Maisha ilikuwa shwari hadi wakati Annenberg alikuwa miaka 32. Mzee wake alifungwa gerezani kwa madai ya kutolipa kodi ya dola milioni 5. Annenberg alijipata kwa hali ya sintofahamu akishindwa atatoa wapi milioni 5. Kuna uwezekano nina wake alimsaidia aweze kubainisha kati ya mabadiliko ya kushtusha na yale ya kuleta nafasi tena upya. Hii ni kwa sababu kwa bahati nzuri mama alijua hii siri ya 22. Ama tuseme ilikuwa kawaida ile familia kutumia mbinu na ujuzi fulani kuendesha shughuli zao za kuchapisha magazeti. Nadhani wanaume tuna cha kujifunza hapa. Mhusishe mkeo kwa kazi au biashara unayofanya. Huenda akasaidia kuendeleza kazi hii ikitokea dharura kama ya babake Annenberg kutiwa mbaroni. Kukabiliana na mabadiliko ni mojawapo ya kukubali matokeo mema yatapatikana siku za usoni. Ukiona dalili ya magumu yatatendeka, huenda ni vema ukatazame nyuma na kukumbuka mawaidha uliokuwa ukiyafuata wakati maisha yako yalikuwa shwari. Walter Annenberg alipata maandishi kwa kitabu cha maombi cha mzee wake. Nikinukuu, yaliandikwa kama ifuatavyo: nitimizie kazi ya mikono yangu ilete kumbukumbu ya sifa kwa midomo ya baba. Mwisho wa nukuu. Aliachukua haya maneno akayaandika kama nembo kwa nishati pale ofisini ili kuyalinda kwa muda mrefu iwezekanavyo. Baadaye mashirika yake yote ya uhisani yaliandika haya maneno ya babake ikiwa na maana kila shirika lina jina lake Moses ambaye ni babake Annenberg. Annenberg asingeweza kufanya haya yote ikiwa babake Moses asingetiwa baroni. Ilifufua msukumo wa kulipa ile deni ya milioni 5 hadi kapitiliza akafungua mashirika akayaita jina la ule mzee. Matukio kama haya yametufanyikia maishani mwetu. Kwa mfano, mtu anaachishwa ajira ghafla bila kupewa onyo. Alafu baada ya miezi 3 anapata cheo cha kuongoza idara nzima. Kwa hali ya kawaida hangewahi omba kazi ya kile kiwango kabla ya kupigwa kalamu ghafla. Kuna hekaya, abi fulani alimvamia mfalme na kuvunja sheria. Kwa hasira, mfalme akamtuma jenerali na kikosi chake wammalize yule gulamu.
Mara moja kikosi kikazingira jiji zima tayari kuzua vita yenye hasira na ghadhabu. Punde tu bibi mmoja akaomba kuongea naye jenerali. Alipopata nafasi akamzomea jenerali kwa kuanza vita kabla ya kupatia jiji nafasi ya kumtoa mwenye makosa. Jenerali kwa shingo upande akakubaliana na bibi yule. Akaomba wanakijiji wamlete fulani fulani, lau jiji liangamie kwa ghadhabu zake mfalme. Muda si mrefu adui alikamatwa na vita ikasitishwa mara moja. Kumbe ndio masharti ya vita. Unafaa upatie wenzenu nafasi ya kujisalimisha mwanzo. Sikujua. Ndio uzuri wa ule bibi kumkumbusha ule jenerali kufuata kanuni ili kuzuia vifo pande zote mbili. Cha msingi ni kuwa wakati una ndoto na malengo ya kufikia kiwango fulani, ni vema au itakufaa kujua mbinu na njia kufikia ile ndoto. Mbinu na njia huenda zikabadilika, lakini hakikisha ndoto umeifikia leo ama kesho. Shikilia ndoto na ufanye lolote kadri ya uwezo wako pasi kufa moyo. Hamna kizuri kitakuja mikononi mwako bila mabadiliko kutendeka. Na yakifanyika kwa urahisi, basi mwenzangu una bahati kama Kasongo kuwa kiongozi nambari 1 nchi fulani ambayo mwelekezi wangu haniruhusu kutaja. Haya mabadiliko ndiyo yanakuja na uwezekano mkubwa wa kufaulu ama kusonga mbele hatua kadhaa. Iwe hata kwa biashara, huenda tutabadili namna ya kuwahudumia wateja, lakini tushikilie kuwa lazima tumpatie mteja wetu huduma akitaka ama akiitisha. Ndiyo njia pekee ya kupata mauzo, tena mauzo kwa wingi. Ndio mwisho wa siri rahisi ya 22.